Hello my good people, hello everyone. So far so good, I'm good, and I hope you are also good wherever you are. Thank you so much guys for tuning in to my YouTube channel. Nawapenda sana tena zaidi. Na sasa guys, mimi nawauliza hili swali, mniambie kama nyinyi mnaona vinye mimi naona. Hawa magaidi ni kama wameshasoma hii timu ya kina Senior Dev na wakaona hakuna kitu chenye wanaweza wafanya. Hata kama wameweza kufanya chenye walifanyia kwa wale wengine, bado kuna wale wangumu wanaona hapa hakuna kitu naweza nifanya. Na wale wote wenye tunaona wakiwa na hiyo kichwa ngumu like vile Kolea, Chorea, acha nimuite Chorea. Chorea kuna ile kichwa ngumu sababu ni lazima ikue Chorea amekingwa. Hiyo nayo hatutaacha kusema. Something else, kuna huyu mwenye anaulizwa hapa Chris ni nani, mwenye bado hatujajua ni yeye Chris ama kuna Chris mwingine, na tunamuona ako kichwa sana, whereby anawaambia mimi hata mniue sitajaribu kutomboa ukweli. Anarudi anasema kuna estate yenye aliambiwa apeleke ile mzigo, yenye ambayo akina Senior Dev anamwambia tumeambiwa tukujie mzigo, whereby ile mzigo tuna suspect ni akina Grace walikuwa wanahamishwa kwenye walikuwa wakipelekwa kwa hiyo estate yenye anasema ni estate, na pale kuna store yenye inaekangwa watu, lakini akiambiwa awapeleke anasema that hata mniue siwezi wapeleka. Kitu kingine anawaconfuse hapa akiwaambia mimi sijui Grace mwenye mnasema, najua tu yule Grace mwenye anakatakatanga mboga. Sijui kama unaona anajaribu kuconfuse akina Senior Dev kabisa. Anaona ni kama waelewi chenye wanasema. So hawa magaidi ni magaidi, hata wao wenyewe wamepelekwa training ya kuweza kutwist mtu, kuweza kusoma akili ya mtu vizuri before wakuje kusema ukweli. Yani mtu amefinywa, hakuna mateso hajapitia, lakini bado anajua ukweli na hawezi sema ukweli. Afadhali ya kubali ni kweli tunauza bangi, lakini hawezi kubali ni kweli tuko na mtu so and so na najua mahali hapo. Yani hiyo mtu ako ready afungwe ama auawe na yeye aweze kuficha, sababu aliambiwa na dosu wake asiwahi ongea ukweli. Sijui kama mnasoma kitu kama hicho guys. Sababu mimi nimeangalia nikaona hawa magaidi kabisa wamesoma akina Senior Dev. Na hawa magaidi wale wengi wakiweza kuachiliwa wanaweza kosa kufuatilia hawa mapolisi, wanaweza kosa kufuatilia huyu Jage na Charles, but watafuatilia sana Senior Dev sababu wanajua Senior Dev ndiye anasukuma hawa, wanajua Senior Dev ndiye ametafuta hawa. So Senior Dev hapa ndiye tu atakuwa kwa shida, ndiye atakuwa kwa ngoli. Lakini guys, mimi ombi langu ni hawa watu wapatikane. Hawa watu wakishapatikana ni hivyo. Hatutaki mambo mingi sababu tunajua hawa watu wanateseka. Kama sasa nilisikia jana kwa the comment section ama kwa nini, kwa wakati mama alikuwa na Santa Esiwa, kukisemekana tulitesa huyo jamaa, tulitesa huyo morio wake mpaka akakubali kusema ukweli, mpaka akakubali kusema jina lake. Ni nani huyo aliambiwa aliteswa? Ni Elvis. That Elvis aliteswa mpaka akakubali kupeana jina lake. Ndio huyu mama akikuja kwa ofisi ya Senior Dev akuje akisema yeye ndiye mama ya Elvis. So hawako wanajua anaitwa nani. Ni kumtesa, walimtesa mpaka akakubali kusema ukweli. So guys, wale vijana pale wanateseka, kila kitu ikitaka kujulikana wanateswa. Na unaona hawa magaidi hata wateswe aje, hakuna mtu anaweza kubali kusema chenye anaulizwa. Mpaka unashindwa kwani wanakuanga wamemeza nini? Ni nini wanakuanga wamemeza ndio wakue hawawezi ongea ukweli? Ni huyu anaongea hivi, anaongea vile, yani anaongea tu ulevi kabisa. Kama huyu sasa unasikia akiongea aje? Mara nduthi, mara morio, mara nini? Na anajua ukweli, lakini pale hata afinywe hawezi. Mpaka sometimes unashangaa badala ya mshide hapa mmefutana na yeye, mmefutana na yeye. Si muue hao magaidi wote. At least hata kama wataonyeshana kwenye wale wako, labda msamaria mwema anaweza pitia pale awafungue basi.
Sababu pia watakuwa wamepotea mateso. Hawa wakimalizwa, wale watakuwa wamepotea mateso. So kunaweza pitia msamaria mwema pale awafungue. Kuliko kushida kufuatana na gaidi, mumefuatana na gaidi, mumechoka, mumeifuruta, si mumalize kasia. Sababu huyu jamaa kuna machungu mingi sana, unaweza umgonge vibaya sana. Lakini na wao makarao ama ndio maofisas, wakikuja kukupiga hiyo bunduki, acha hivyo wanaitoa. Sijui umefanya nini. Sijui ni nini utakuwa umefanya. Sijui ni madawa wanaweza kuwa wamekunywa ndio wakubali kukushoot ama ni nini. It very hard ukute wakikurusha hiyo bunduki. Venye tu huyu wamewaambia ni kujigamba tu, mnajigamba na hizi bunduki, lakini najua hamwezi tuua. Ndivyo wameambiwa na hii gaidi. Acha hivyo, hii gaidi inasema yeye ni Muslim, amefast, bado hajafungua. Amefast nini? Amefast nini kama hawezi ongea ukweli wakati kama huu? Wakati kama huu amejifunga. Anafast nini? So anajaribu kuwa twist tu pale akili. Msini Dave kule umebadikwa majina, wote wanakuita kale kama mtu kanono kafupi. Umesikia hata huyu anasema, wewe na venye uko mfupi hapa mnono, hebu zeeka kidogo upate 30 years ujikute na ile kipara utakuwa nayo. Yaani hawa watu wako na maneno. Hawa watu wako na matusi. Hawa watu wako na dharau. Yaani hawajali maisha yao. Nikufe nisikufe, mimi niko tu. Ni gaidi hiyo sasa, ni gaidi. Akufe asikufe, we niue. Niue tu, lakini siwezi kuambia ukweli. Kashidwa, hii ni ushetani ya aina gani? Hii ni ushetani ya aina gani? And guys, mwenye ajisomei mambo kwa YouTube. YouTube by the way ina make mtu wanajua. Kitambo ungeulizwa kama Kenya kuna mambo kama haya, ungesema. Lakini ukiingia kwa mitandao ndio unajua kuna mambo inaendelea. Kuna ushetani unaendelea. Kuna magaidi. Ukashindwa wameishi kuwa ama ni venye wameanza. Wameishi kuwa magaidi, hii mambo imeishi kuwa ama ni mambo inajitokeza. Hivyo ndivyo mtu anasahau, anashindwa. Ni mambo imeishi ama ni mambo inajileta sahi. Sababu guys ni kubaya. Na hawa magaidi na wao ni wengi. Hawa magaidi ni wengi na wako na uongo mwingi sana. Na wako roho imekauka kama ya Farao. Lakini acha tuendelee, tuzidi tu kuomba. Mimi sichoki, tuzidi kuomba. At least kama tungeona, tumeonyeshwa mmoja, ndio tujue kuna kitu inaendelea. Ndio tujue the effort yenye hawa watu wanaweka, there is something which is happening. Sasa hatujapata, sio chambe, sio grace, sio nini. At least tunaendelea kuuliza kwani nini kinaendelea. So guys, tuzidi kuomba, tuombeane. Sababu guys, bila maombi siku hizi you are nothing. Bila Mungu siku hizi you are nothing. So tuzidi kuomba na tunajua Mungu atatenda. Mungu atatengeneza njia, watapatikana. Tukue tu na hiyo hope that watapatikana. Tukue tu na hiyo hope tukijua that watapatikana. Hivyo tu guys, na hiyo ndio ombi langu. Anyway guys, nawapenda sana tena zaidi. We meet to the next video. Bye.